Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu haya ya serikali na maswali madogo mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kama ilivyokiri serikali kwamba mradi huu ni wa muhimu, lakini mradi huu ni wa muhimu kwa nchi yetu kuliko ilivyo wa muhimu kwa nchi nyingine za Afrika Mashariki, ikiwemo kuongeza thamani na utekelezaji wa haraka wa mradi wa LNG wa Lindi ambao ni mradi mkubwa kuliko yote katika historia ya nchi yetu. Je, serikali haioni umuhimu sasa wa kuchukua mradi huu kutoka kwenye miradi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kufanya mradi wa serikali yetu ili tuutekeleze, utupe advantage kwa nchi za Afrika Mashariki? Swali la pili, serikali haioni kwamba serikali iko tayari kushirikiana na wabia wanaotekeleza mradi wa LNG wa gesi wa Lindi katika kutafuta rasilimali za ujenzi wa reli hii, kwa sababu nao ni wanufaika wakubwa wa kusafirisha mizigo na wananchi watakaoenda kutekeleza mradi huu wa gesi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nampongeza Mheshimiwa Nape Nnauye kwa maswali yake ya msingi, swali lake la msingi na maswali ya nyongeza ambayo ameongezea. Ninakubaliana naye kwamba mradi huu ni muhimu kwa uchumi wa taifa letu, na serikali ilipoamua kuingiza kwenye master plan ya East Africa, msingi wake ni nini? Ni kutaka uingizwe katika vipaumbele vya kanda ya Afrika Mashariki. Lakini mbili, ni kutaka tushirikiane katika utafutaji wa pamoja wa rasilimali fedha kwa miradi yote iliyopo katika kanda hii. Lakini tatu, ni kutaka mradi huu usomane na miradi mingine inayotekelezwa katika jumuiya hii. Kwa hiyo ndio hoja ya kwanza. Lakini kuhusiana na kwamba ni muhimu na tuingize kwenye kipaumbele chetu, hilo tumelipokea na tunakubali kwamba ni muhimu sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika amezungumza hoja ya pili ambayo kimsingi ni dhana ya PPP, kwamba je, serikali haioni sasa ni muhimu kushirikiana na wawekezaji wanaofanya mradi wa LNG? Pengine labda uniruhusu niseme kwa ufupi sana kuhusu concept ya PPP. Serikali zote duniani zinatambua na kuthamini mchango wa sekta binafsi katika kukuza uchumi wa mataifa yao. Na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kuweka mazingira mazuri na rahisi ili wawekezaji ama sekta binafsi iweze kunawiri na kustawi katika nchi yetu, ili shiriki katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Sasa kwenye upande wa reli, ukitazama miradi ambayo inatekelezwa, ukiangalia kuanzia kipindi cha uhuru mpaka miaka 2020, tulikuwa na reli ya meter gauge ambayo ni kama 2700 pamoja na Tazara ambayo ni kilomita kama 175. Ukijumlisha kwa pamoja ni kilomita 3600. Lakini mipango ya Dr. Samia na serikali yake ni nini? Ni kujenga reli ya SGR peke yake yenye urefu karibu 4700. Na tayari mnapozungumza miradi imeshaanza kutekelezwa yenye urefu wa kilomita 2100, na ipo kwenye mpango wa kujenga reli ya kusini kilomita 1000, kaskazini kilomita 1000 pamoja na reli ya mjini. Ukichukua miradi hii peke yake, fedha inayohitaji kujengwa ni matrilioni. Hapo ndipo unakubali kwamba lazima ushirikishe sekta binafsi katika kujenga miundombinu hiyo. Lakini ukishamaliza kuijenga, bado utahitaji vitendea kazi, vichwa na mabehewa. Ndio maana kwa kutambua hiyo, sekta ya uchukuzi kama serikali ilibadilisha sheria namba 10/2017 ili kuruhusu sekta binafsi kuingia katika ujenzi wa miundombinu ya reli. Hivyo basi, nimhakikishie Mheshimiwa Nape Nnauye pamoja na bunge lako tukufu kwamba serikali inatambua umuhimu huo, na kwa kweli inakaribisha wadau wote, wale wa LNG pamoja na wadau wengine, waje tushirikiane kujenga uchumi. Na ni kwa sababu tulipoanza kujaribisha tumeona faida yake. Kule Tazara, kama mnavyofahamu, tuliporuhusu open access, yani watu waete mabehewa na vichwa vyao, karibu nusu ya mzigo imeongezeka. Lakini pia kule bandarini
tuliporuhusu sekta binafsi washiriki katika ujenzi wa nchi yetu, tumeona meli zimeongezeka kutoka 1400 ziko 1800. Mzigo umeongezeka kutoka tani milioni 17 za kopo 2020 leo ziko tani milioni 32. Kwa hiyo sekta binafsi ni muhimu sana na serikali inawakaribisha katika kushiriki kwenye nchi yetu. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za Bunge. Bunge News.